Habari zenu washonaji, karibuni sana na karibuni tena kwa mara nyingine katika chaneli hii ya ushonaji. Leo tunaenda kujifunza jinsi ya kukata na kushona gauni hili la A-line ama A-shape ambalo litakuwa na mikono mipana ya bell sleeve, na hapa mbele itakuwa na ufito hivi, itakuwa na kola, ile high collar. Sawa, shingo ya kusimama ama kola ya kusimama. Basi nakuomba usiache kucomment, kulike, kushare na washonaji wengine ili nao wapate maarifa, lakini pia usiache kusubscribe kwa ajili ya video nyingi zaidi za ushonaji. Twende moja kwa moja darasani. Kwa hapa unatakiwa vitambaa vyako viweke kwenye mkunjo, na unatakiwa uwe na vipande viwili, kimoja kitakuwa cha juu na kingine kitakuwa cha chini. Vipande vyako vinatakiwa viwe kwenye mkunjo kama hivi. Na kwenye urefu utajipimia mwenyewe urefu unaotaka wa nguo yako. Lakini kwenye urefu hakikisha juu umeacha sentimita 1 ama nusu inchi ya kushonea, na chini utaacha sentimita 2 ama robo 3 inchi ya pindo. Na kwa upana unatakiwa utumie kipimo chako cha mzunguko wa hipsi. Sawa, kipimo chako cha mzunguko wa hipsi utakigawa kwa 4. Jibu unalolipata utaongezea na sentimita 18 ama inchi 7. Utakuwa upana wako. Kama inavyoonekana nimeshaweka mistari yangu tayari ya kuniongoza, na huu ni mstari wetu wa kuanzia, mstari wa bega. Huu ni mstari wa kwapa ama kifua cha juu. Huu ni mstari wa tumbo, na huu ni mstari wa hips. Japo sio lazima sana kuweka kwa sababu hii nguo inaenda kuwa ya A shape. Baada ya hapo utakuja uingize kipimo chako cha upana wa bega. Kipimo cha bega huwa tunakigawa kwa 2, kwa hiyo utaweka kipimo chako hapo namna hiyo. Alafu utakuja utarudia hicho kipimo kwenye mstari wako wa kwapa ama mstari wako wa kifua cha juu kama hivi. Ukimaliza hapo utakuja kutokea begani, utashuka sentimita 2 ama inchi 1 kwa ajili ya mlalo wa bega. Utaweka namna hiyo. Alafu utakuja utaingiza kipimo cha upana wa shingo sentimita 8 ama inchi 3. Utaweka alama kama hivi. Alafu utaunganisha hapa. Baada ya hapo utakuja kutokea kwenye mstari wako wa kwapa, utapanda sentimita 8 ama inchi 3, utaweka alama. Kutokea kwenye alama utaingia ndani sentimita 1.5 ama robo 3 inchi kama hivyo. Alafu utatengeneza curve ya mkono wa mbele na nyuma. So, hii itakuwa curve ya mkono wa nyuma na hii itakuwa curve ya mkono wa mbele. Hapo utaingiza vipimo vyako vya mzunguko. Tutaanza na kipimo cha kifua. Kipimo chako cha kifua utakigawa kwa 4. Jibu unalolipata utakuja utalipima hapo kama hivi. Utakuja na hapa kwenye mstari wako wa tumbo utaingiza kipimo chako cha mzunguko wa tumbo, ukikigawa kwa 4 utaweka jibu lako hapo. Utakuja na kwenye mstari wa hipsi utaingiza kipimo chako cha hipsi, ukikigawa kwa 4. Alafu jibu utaliingiza hapo kama hivyo. Kwa kuwa nguo hii haibani, iko free, tunatakiwa tuongezee nafasi. Hivi vipimo vyetu tulivyoweka hapa ni vile vipimo vya kufiti. Utakuja hapa kwenye kifua utaongeza sentimita 5 ama inchi 2. Sawa? Na hapa utakuja kwenye tumbo utaongeza sentimita 5 ama inchi 2. Na kwenye hipsi utakuja utaongeza sentimita 5 ama inchi 2. Na hii ni nafasi inajumuisha na nafasi ya kushonea. Kwa utaunganisha hapo namna hiyo, then utaileta mpaka kwenye hips hapo. Huku chini kutokea kwenye hips hapo utaivuta moja kwa moja mpaka kwenye upana wa kitambaa chako kama hivi. Alafu utakuja kutokea mwisho hapa utapanda juu sentimita 4 ama inchi 1.5, utaweka alama. Alafu utaishape hii nguo yako kwa huku pembeni ili ukija kuishona isichongoke kama hivyo. Baada ya hapo utakuja kutokea hapo kwenye bega utashusha urefu wa shingo ya nyuma ambayo ni sentimita 4 ama inchi 1.5. Baada ya hapo utakuja utapima kutokea begani utashuka sentimita 18 ama inchi 7. Utaweka alama.
Kutokea kwenye alama hapo utapima sentimita 5 ama inchi 2. Kama hivi. Then utakuwa unapima sentimita 5 ama inchi 2 mpaka kwenye urefu wako, mwisho wa kitambaa chako. Huku juu utaunganisha kutoka hapa mpaka hapa. Hapa vipande vyako vipo tayari na unaweza kukata, lakini hakikisha umeacha nafasi ya kushonea huku begani. Hapa vipande vyetu vipo tayari. Tuna vipande hivi viwili vya mbele, lakini pia tuna hiki kipande kimoja cha nyuma. Kwa kwenye ushonaji utachukua kipande chako cha nyuma kama hivi, halafu utabebanisha na vipisi vyako vya mbele. Utashona hapa begani. Hapa nimeshashona begani kama inavyoonekana. Kifuatacho hapa natakiwa nipime kutokea begani mpaka hapo usawa wa tumbo. Nitaweka alama na kwa upande huu wa pili. Tutatengeneza mikanda miwili ya urefu unaotaka. Mikanda inatakiwa iwe miwili kama hivi. Ukishaweka alama kama hivi hapo tumboni, utachukua sasa hii mikanda yako utaifitisha namna hii. Kwa hiyo ukishafitisha mikanda yako kama hivyo, utaenda sasa ukashone huku pembeni. Utashona kuanzia begani hapo mpaka mwisho chini. Na kwa upande huu wa pili utafanya hivyo hivyo. Kwa hiyo ukishamaliza kushonea huku pembeni, nguo yako itaonekana kama hivi. Hapa kinachofuata unatakiwa uchukue nguo yako uikunje hapa namna hii. Sawa, utaikunja hapa kama hivi. Alafu utaweka alama hapa. Ukishaweka alama hapa kati, utapima. Utapima kutokea kwenye alama hapa, utarudi nayo hivi, utaenda nayo hivi mpaka mwisho wa nguo yako hapo chini. Ukishapata hicho kipimo tayari, utaenda ukate strip mbili, strip mbili za namna hii. Urefu wa hii strip unatakiwa utumie urefu wa kile kipimo tulichopima kutokea kwenye alama pale shingoni mpaka mwisho wa gauni. Sawa? Na huu upana utatumia sentimita 12 ama inchi 5. Utaenda utaunganisha. Utaziunganisha hapo namna hiyo. Kwa ukishaunganisha tayari hapo kati, utakunja namna hii, alafu utaenda ukanyosha. Utanyosha. Utaikunja mara 2 kama hivi. Utailinganisha. Alafu utanyoosha. Hapa tunataka tupate huu mgongo hapa, huu mstari. Kwa ukishanyoosha ukapata ule mstari kama hivi, utaifunua hii strip yako namna hii kutokea pale kati ulipounga. Kutokea pale kati ulipounga utapima sentimita 31 ama inchi 12. Utapima hapo sentimita 31 ama inchi 12. Utaweka alama hapo. Ukishaweka alama namna hiyo, utaenda sasa kwenye mashine, utaenda kushona. Utashona uzi wako utaanzia hapa kwenye alama, utashuka nayo chini hivi. Utaenda na huu mstari ambao uliupata wakati unanyoosha. Kwa utashona kuanzia hapo kwenye alama mpaka mwisho wa strip yako. Sawa, uzi wako upite hapa katikati. Kwa baada ya kushona kuanzia pale kwenye alama na kushuka chini, ukija ukikunjua unapata kitu cha namna hii. Kwa baada ya hapo utachukua nguo yako kama hivi, utalinganisha. Hapa ambapo kuna mshono uliunganisha strip zako zile mbili. Sawa?
Kwenye mshono hapa unatakiwa ulinganishe na hapa kwenye alama uliweka kule nyuma. Utalinganisha namna hii. Kwa utaenda kushona kutokea hapo kwenye alama, utashona, utarudi nayo namna hii. Utapita. Utaanza na upande mmoja huu, utapita nayo hivi. Utaenda nayo, utashona mpaka mwisho chini huku kwenye pindo. Utaenda nayo, utashona mpaka mwisho. Ukimaliza utarudi na upande wa pili, utafanya hivyo hivyo. Hapa baada ya kushona hiyo strip yako, mshono wako hapo kati, style yako itaonekana kama hivi. Kwenye kukata mkono unatakiwa kuwa na vipisi viwili kama hivi ambavyo vipo kwenye mkunjo. Na kwenye urefu utajipimia mwenyewe, unataka mkono wako ufike wapi. Upana unatakiwa utumie kipimo chako cha bicep. Kipimo chako cha bicep kigawe kwa 2, jibu unalolipata ongezea na sentimita 13 ama inchi 5 upana wa kitambaa. Alafu utakuja utapima kutokea begani, utashusha kipimo chako cha bicep. Mimi mstari wangu wa bicep uko hapa. Samahani, chaki ninayotumia sio rafiki, lakini nafikiri tutaelewana. Baada ya hapo utaingiza kipimo chako cha upana wa bicep ambacho kwa mimi kipo hapo, sawa? Alafu utachora mstari hapa wa kunyooka namna hii. Then utaugawa huu mstari kwa 2 kama hivyo. Alafu utatengeneza curve ya mkono namna hiyo, sawa? Baada ya hapo utaongeza nafasi ya kushonea hapo. Alafu utanyoosha mstari moja kwa moja mpaka mwisho hapa. Kitokea hapa chini utapanda juu sentimita 2 ama robo 3 inchi, utaweka alama, alafu utachonga huku chini. Mkono wako hautakiwi kuchachamaa. Baada ya hapo utakata mkono wako. Baada ya hapo utaenda utafunga mkono wako huku pembeni. Utafunga mkono wako huku pembeni. Hapa nimeshashona mikono yangu kama inavyoonekana, nimefunga huku pembeni, lakini pia nimetia na pindo la huku chini kwa mikono yangu yote miwili. Kwa hapa kinachofuata naenda kushonea tu mikono, naenda kushonea mikono na kutia pindo lile la chini huku, nguo yangu itakuwa iko tayari. Kwa hapa nguo yangu iko tayari baada ya kuiwekea mikono na kutia pindo la chini. Nguo yangu ipo tayari, imekamilika. Na huu ndo mwisho wa somo letu la leo. Naomba tukutane tena wakati mwingine panapo majaliwa. Bye bye.